Serikali imetangaza kulifutia usajili kanisa la Ufufuo na Uzima linalomilikiwa na mbunge wa Kawe Askofu Josephat Gwajima, ikiwa ni siku moja tangu kiongozi huyo wa kiroho atangaze msimamo wake wa kuendelea kukemea vitendo vya utekaji na watu kupotea. Sababu ya uamuzi huo wa msajili wa Jumuiya ya Kiraia Emmanuel Kihampa ni kile kilichoelezwa kanisa hilo limekiuka sheria ya Jumuiya ya sura ya 337 kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa hii leo Jumatatu Juni 2 mwaka 2025 na Kihampa, kitendo kilichofanywa na Askofu Gwajima kinaweza kuhatarisha amani na utulivu nchini. Kwa mamlaka niliyopewa, ofisi ya msajili wa Jumuiya ya Kiraia inafuta usajili wa Glory of Christ Church, kanisa la Ufufuo na Uzima, kuanzia hii leo Juni 2 mwaka 2025. Hivyo unatakiwa kusitisha shughuli za kanisa lako mara moja, amesema Kihampa kwenye barua hiyo ambayo nakala imetumwa kwa mkuu wa jeshi la polisi IGP Camillus Wambura. Wiki moja iliyopita, Askofu Gwajima alizungumza na waandishi wa habari akikemea vitendo vya utekaji, jambo lilozua upinzani kutoka miongoni mwa makada wa Chama cha Mapinduzi. Jana Jumapili, Juni mosi mwaka 2025, katika moja ya ibada na maombi pengine, Askofu Gwajima alitangaza maombi ya siku 7 kuanzia hilo Jumatatu katika makanisa ya Ufufuo na Uzima zaidi ya 2000 ya kuombea haki na amani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.